Kwa niaba ya family, mazishi tutafanya kesho saa 10 alasiri. Tutazika makaburi ya Kisutu. Tutazika Kisutu, na kwa ndugu, marafiki, watu wote wa karibu wa babangu na mimi pia ambao wanahitaji kuhudhuria kufika. Kwa marafiki zake wa Temeke, gari itakuwa Mbagala Kiburugwa pale, tutakuwa kuna coaster pale, kwa yote ambaye atakuwa anahitaji kupanda itakuwa ni free kuwapeleka na kuwarudisha. Na kwa marafiki zake wa Mtoni, gari zitakuwa free pale zikiwasubiri kuwachukua kuwarudisha maeneo ya stand ya Shamba Mtongani itakuwa pale. I think ni kwa sababu ya wale marafiki zake wa karibu ambao ni wakule sema ambao amekulia kama yeye. Meja, kwa sababu jambo hili limetokea na kwa kweli ni jambo la kuhuzunisha sana, kwa sababu najua the way ambavyo ulivyokuwa karibu na babako mzazi. Lakini pia iko hofu kwa baadhi ya watu wakiamini kwamba kuna vitu vyako ambavyo umeviuza ili uweze kutoa pesa kwa ajili ya kumtibu baba yako mzazi. Pia katika hilo pia nilikuwa nataka kujua pia ni vitu gani ambavyo uliviuza wewe kwa ajili ya kuweza kufanikisha jambo hilo la matibabu kwa baba yako. No, kwa bahati nzuri, unajua wanakuambia kila tatizo linakuja na heli. So kila tatizo ni tatizo. Actually nilikuwa nimejitahidi kwa nafasi yangu kupambana kumsaidia babangu. Nilipambana, tulishirikiana mara kadhaa kwa sababu babangu ni mtu ambaye niko naye close sana. Ni mtu ambaye niko naye muda mwingi. Kwa tulipambana, ikafika step mimi nikawa nguvu yangu iko chini. Na mimi sio mtu wa kusema kupigia sana simu, huwezi kupigia simu wakati bado una mali. Inatakiwa uishiwe ili tuje tukusaidie. Kwa mimi nilijaribu kutafuta nilichokuwa nacho nikiuze ili niweze kumsaidia babangu aendelee kupumua tena. Kwa bahati nzuri kakangu Mwanaifwe alinipigia simu akaniambia no, usifanye hicho kitu, huwezi kufanya hivyo wakati wizara sana na Mheshimiwa Rais yupo. Nikapata simu ya Ikulu direct na nikaambiwa kwamba matibabu ya pale yote yatasimamiwa, na akasimamiwa, akafanywa CT scan. Baada ya kufanywa CT scan ikaonekana kwamba stroke imempiga kichwani na damu yake imeviria kwenye ubongo. Kwa hiyo ikawa ni shida zaidi. Kwa hiyo ikatakiwa afanywe transfer kutoka Temeke kuelekea Muhimbili au Moi. Ndo bahati mbaya na kudra ya Mwenyezi Mungu ikatokea. Leo asubuhi majira saa 5 nilipigiwa simu nikiwa niko hapa nyumbani najiandaa kutoka niende hospitali. Nilipigiwa simu nikaambiwa bwana njoo hospitali. Sio kawaida kuambiwa hivyo, nikahisi kwamba kutakuwa kuna something. Kwa hiyo nikatembea haraka nikamwambia meneja wangu tuwai, tukampitia tukawahi. Kufika pale nikakuta tayari ndugu tayari wameshakaa, but mimi hawakutaka kuniambia mapema. Kwa nilikuta tayari ndugu washakaa na taarifa wanayo, wakaniambia basi tukamshukuru Mwenyezi Mungu. Okay, sawa. Meja, najua pia Dvoice ni mtu wako karibu sana, na inatajwa kwamba kuna undugu unaendelea kati yenu na alifika hapa msibani. Mimi najua wengi wameguswa sana kwa sababu ni mtu wa watu. Taratibu za namna ya kuweza kushiriki msiba huu kama ulivyotueleza kwamba kesho mazishi yatafanyika Kisutu makaburini, lakini pia kuna wale ambao wanaguswa. Najua kwa sababu wadau wa Singeli ni wengi. Utaratibu mmeweka vipi nyinyi kama familia sasa? Utaratibu kama wa kuchangia rambirambi na salamu za pole. Utaratibu kwa marafiki zangu, kuna groups ambayo zipo, meneja wangu anaona hicho kitu. Kwa watu ambao tunawafahamu wa karibu iko wanachangia na wengi wanaendelea. Kama kakangu Mwanaifwe wa kwanza kachangia tena, imagine ametoka kunisaidia na bado kachangia tena. Rafiki yangu Mario amekuwa mtu wa kwanza kufika hapa, amenitia tena nguvu ya kutosha. Kwa tuko vizuri, tunaweza kufanya chochote. Lakini pia kwa wale marafiki ambao wako mbali wanatamani, wanajisikia wameguswa, baba ni rafiki wa kila mtu. Media nyingi sana mmefanya naye interview babangu. Kwa ni rafiki wa watu wote. Siwezi kumdoubt, siwezi kumlimit. Kila mtu anajisikia ana raha au nafsi yake inatamani kufanya kitu chochote kwa niaba ya babangu, anaweza akaja msibani kesho,
atakutana na taratibu hapa za uchangiaji, atazikuta kama ataguswa, atataka kuchangia chochote, anakaribishwa. Lakini pia kwa mtu ambaye atataka kutumia simu, kutuma na nini, meneja wangu ana host hivyo vitu kwenye magroups na nini, wanafanya hivyo vitu kwa. Anaweza kaingia tu pale kwenye bio yangu, kuna namba ya meneja wangu, kama unataka chochote unaweza kumpigia. Yeah. Okay, Meja, labda kwa mtu ambaye anatazama hapa angetaka kufahamu kwamba msiba umeuweka hapa unapoishi Mbezi, labda ulikuwa unaishi na baba hapa? No, babangu mimi anaishi Temeke. Okay. Na Temeke anapoishi ni kwa bibi yangu. Kwa bahati mbaya nimekuwa I'm happy kwa sababu unajua Mwenyezi Mungu ndiye anapanga. Sisi Waislamu tunasema Mungu ndiye anapanga. Tunajifunzaga kukubali. Mamangu mwaka jana alipofariki, kabla 40 ya mamangu akafariki bibi yangu ambaye ni mamake babangu. Kwa nikapata misiba miwili ndani ya mpigo. Kwa hiyo pia imechangia mzee kumpa stroke. Na sehemu ambayo alikuwa anaishi babangu hichi kipindi ni kwa mama yake. Alikuwa alirudi kwa mama yake kwenye nyumba ya mama yake kwa sababu yeye ndio wako wawili tu. Na wazazi wetu wana mali tofauti tofauti. Kwa hiyo mzee alichagua kwenda kukaa pale kwa mama yake kujishikiza. Kwa alikaa zake pale anafanya mambo yake. Kwa bahati mbaya kule yuko peke yake kwa sababu nyumba iko yenyewe. Kwa alikuwa yuko peke yake. Kwa mimi nilimsogeza karibu nikawa niko naye nyumbani. Kwa na pia kule nyumbani ni mbali. Kwa ufikiaji wa marafiki na watu wake wote stressi kwa sababu ni nyumbani Mbagala Kiburugwa za Kiemo naenda huko ndani. Location na vitu vingine inakuwa stress. Kwa tuliona tuweke hapa kwa sababu hapa ni rahisi kufikika, pia mazingira free, anytime tunaweza tukaongea kama hivi. Kwa nikaona bora tufanye hapa baada ya kushirikiana na ndugu tukazungumza, tukasema tufanye hapa msiba. Yeah. Neno lako moja kwa mashabiki zako na ndugu jamaa na marafiki? Mimi nawapenda tu wote kwa sababu Watanzania wamekuwa ni topi. Unajua raha ya kufanya kitu kizuri ni income nzuri. Mara mashabiki zangu kile ninachokitoa nyimbo, nikitoa nyimbo wanapenda, wanafurahia. Sasa ile furaha yangu ndio sehemu ya kunilipa kama hii ninapopata matatizo. Wengi nimeona wanafurahi, wananibeza, lakini kundi la watu wengi 80% wananiombea mema. Kwa hiyo mimi nawashukuru wote kwa mchango wao, kwa maoni yao. Wengine wamenipa mawazo, wengine wamenishauri, wengine wamenipa pole. Mashabiki zangu wamenitumia message DM, wengine WhatsApp, wengine wananipigia simu. Kila mtu ana namna yake ya kunipa pole, lakini nawashukuru wote kwa hiki mlichonisupport. Kwa bahati mbaya sina mama wala baba nao. Nimepoteza vitu vyote, sina bibi, sina babu. Babu yangu ni mtu wa kwanza kufariki, alifariki zamani sana. Nikaja nikapoteza mama, akapotea bibi mzaa baba. Leo tena amepotea baba. Na bibi yangu babu yangu mzaa mama pia naye amefariki. Kwa sina chochote. Okay, Meja, kwa kumalizia tu, moja ya alama kubwa ambayo tulikuwa tukiona mara kwa mara kwa babako mzazi ni the way ambavyo alikuwa anasupport kazi zako. Na si kila mzazi ambaye anaweza kaamini katika kusupport muziki hususan katika tamaduni zetu za Kitanzania. Labda unamzungumzaje baba katika kusupport muziki wako? Babangu ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Yaani sina mtu ambaye nampenda kuliko babangu. Mamangu nampenda sana, lakini mimi sijapata muda mwingi wa kukaa na mama. Babangu ndo nimekuwa, yani ni mtu ambaye ndo wangu. Babangu ni rafiki, babangu ni ndugu yangu. Mimi nasahau kuna muda hata namwamkia baba shikamoo na nishasahau. Ni mtu ambaye tunapiga story. Babangu tunaenda kokote. Babangu naenda naye kwenye shows, nasafiri naye. Sometimes nipo kwenye event naimba. Naangalia chini hivi namuona baba. Anakuja ananitunza. Hey, baba umekuja hapa. Kwa hiyo ni mtu ambaye sina cha kumuongelea kiukweli. It's perfect. Ni dadi ambaye ni kila mtu anatamani kuwa na baba kama yule. Ni baba mzuri, ananipenda, ananisupport, kila ninachokifanya hajawahi kusema no. So I'm sad kwa sababu sina mtu mwingine tena wa kunikimbiza zaidi ya yeye. Yeye ndio mtu ambaye alikuwa ananishika sana. I love you so much.